Naam, habari gani mwanafamilia wa One Sports, karibu sana katika segmenti za kimichezo. Kazi yetu ni moja tu, kuangazia zile habari kimkemo ambazo zimejiri katika upande mzima wa tasnia ya kimichezo. Leo Young Africans wanakwenda kutupa karata yao ya mwisho dhidi ya JS Kabylie, mchezo ambao unasubiriwa kwa hamu kubwa sana ili mashabiki wa Young Africans waweze kufahamu nini hatma ya timu hiyo siku ya leo. Je, watafaulu kwenda katika hatua ya robo finali ama pengine ndiyo safari yao inaishia leo? Ikumbukwe, ili Young Africans waweze kupita katika nafasi ya kuelekea katika robo finali ni lazima washinde kuanzia goli 2 na kuendelea. Hiyo ni ya kwanza, lakini pia cha pili ni lazima AS FAR Rabat afungwe dhidi ya Al Ahly. Kwa hiyo ni kitu ambacho kimekuwa kikibaki katika mzania ambao wengine wakihisi kwamba safari ya Yanga imeishia hapo na wengine wakihisi safari ya Yanga bado inaendelea. Sasa kubwa ambalo nataka nikufahamishe ama nikujuze ni kwamba siku ya jana kulikuwa na kikao maalum cha kamati ya utendaji pamoja na ile kamati nzima ya ujenzi wa uwanja wa Dar es Salaam Young Africans, na miongoni mwa wahudhuriaji walikuwepo pia rais wa makampuni ya GSM Bwana Gharib Said Mohamed, lakini pia Engineer Hersi Said kama rais wa klabu ya soka ya Yanga, Arafat Haji na viongozi wengine. Sasa katika moja ya mambo ambayo ameeleza rais wa makampuni ya GSM ni pamoja na kutoa ofa nono kwa wachezaji wa Yanga endapo watafanikiwa kushinda zaidi ya goli 2 katika mchezo wa leo. GSM bwana amemwaga pesa nono sana akihitaji Young Africans washinde, kwa sababu wengi wakidai kwamba pengine tayari kuna namna Al Ahly ameonesha nia ya kujitoa ili kuweza kumfunga AS FAR Rabat. Sasa kazi inayobakia ni kwa upande wa Young Africans kupata zaidi ya goli 2 ili waweze kusonga katika hatua inayofuata. Kwa hiyo bwana Gharib Said Mohamed GSM amewaeleza wachezaji wa Yanga na benchi la ufundi kwa ujumla ya kwamba mchezo wa leo ndio finali. Mchezo wa leo ni mchezo ambao unakwenda kuonesha hatima ya timu hiyo katika msimu huu. Kwa hiyo endapo watafunga zaidi magoli 2 basi kuna ofa nono kubwa sana ambayo rais huyo wa makampuni ya GSM ameiweka, na endapo wakishindwa basi itakuwa wamepoteza bahati ya kupata donge hilo nono. Kwa hiyo morali za wachezaji kwa sasa nafikiri ziko juu sana, kwa sababu tayari wanafahamu kwamba endapo watabahatika ama watafanikiwa kufunga zaidi ya goli 1, kwa maana kuanzia goli 2 na kuendelea, basi kwanza ni kitita cha pesa kutoka kwa GSM watakipata, lakini cha pili kuna uwezekano wa wao kwenda katika hatua inayofuata ya robo finali, kwa sababu kuna uwezekano mkubwa Al Ahly kumfunga AS FAR Rabat, japokuwa AS FAR Rabat atakwenda na moto mkali sana, kwa sababu wanafahamu kwamba akipoteza tu hapo basi Young Africans anaweza akapenetrate kwenda katika hatua ya quarter final ya CAF Champions League. Kwa hiyo mambo yamekuwa ni mazito, mambo yamekuwa ni moto kweli kweli. Tusubiri dakika 90 za mtanange huu nini kitakwenda kutokea, lakini dua za Watanzania kwa jumla zipo kwa Young Africans kuweza kufuzu katika hatua inayofuata kama timu ambayo inawakilisha taifa la Tanzania. Kwa upande wa Simba Sports Club nafikiri jana tumeona ameweza kutoka na ushindi wa goli 1, lakini ndio hivyo tena, kwa sababu alishakuwa amepoteza nyuma, kwa hiyo hakuweza kufanikiwa kwenda katika hatua inayofuata. Maoni yako ni muhimu sana kwenye comment section, tuandike hapo ukituambia unahisi Young Africans anakwenda kufanikiwa kuondoka na ushindi na kwenda katika hatua ya robo finali ama ataishia hapa leo hii. Maoni yako ni muhimu sana, tuandike hapo, ili nikukumbushe tena kubonyeza neno subscribe chini ya video hii kisha bonyeza alama ya kengele, basi tutakuwa haupiti na zile taarifa mbalimbali ambazo tumekuwa tukiziweka hapa kila siku, kila saa na kila wakati. Hadi wakati mwingine, kwa sasa na kuacha na nakuaga, bye bye.